maombi ya udahili kwa kozi zisizo za afya na sayansi shirikishi na kozi za afya na sayansi shirikishi zitolewazo katika vyuo vilivyoko Zanzibar yatumwe moja kwa moja kwenye vyuo husika kuanzia tarehe 28 Mei hadi tarehe 11 Julai 2025. Baraza pia lina utaarifu umma kuwa kozi zinazoombwa na vyuo vinavyotoa kozi hizo vimeorodheshwa kwenye kitabu cha mwongozo wa udahili kwa mwaka wa masomo 2025-2026, yani Admission Guidebook for Academic Year 2025-2026. Mwongozo huo pia unapatikana katika tovuti ya baraza. Baraza linasisitiza kila muombaji kuhusika mwenyewe katika zoezi zima la kuomba kudahiliwa, kuandika taarifa zake kwa usahihi na umakini na kutunza kumbukumbu atakazopatiwa na baraza kupitia namba yake ya simu bila kumpatia mtu mwingine yeyote, ili kuepuka usumbufu katika zoezi zima la maombi ya kujiunga na kozi na vyuo mbalimbali. Sasa hapa tuna mambo ya kuzingatia kwa waombaji. Kuna mambo ya kuzingatia kwa wanaoomba kupitia mfumo wa udahili wa pamoja, yani Central Admission System. Tunaomba sana waombaji wazingatie yafuatayo. Namba moja, muombaji anaweza kuomba chuo zaidi ya kimoja, lakini kuchaguliwa katika chuo alichoomba kutategemea ushindani utakaokuwepo katika chuo husika. Na swala la pili, muombaji akishachaguliwa atapokea ujumbe kutoka NACTVET kupitia namba ya simu yake aliyoiweka kwenye mfumo wakati wa kufanya maombi. Ujumbe huo utamjulisha kuwa amechaguliwa kujiunga na chuo fulani na jina la chuo litatajwa, na utakuwa na msimbo, yani kodi, ambao atatakiwa kuutunza na kuwasilisha kwa chuo alichochaguliwa siku atakapokwenda katika chuo hicho kwa ajili ya kuanza masomo yake. Swala la tatu ambalo tunaomba lizingatiwe sana, baada ya kuwasilisha msimbo huo chuoni, mwombaji sasa atakuwa ni mchaguliwa, atasajiliwa na chuo. Kisha atapokea ujumbe kutoka NACTVET ukimueleza kuwa amesajiliwa. Na suala la nne, baada ya kusajiliwa, huyu mwanafunzi aingie katika tovuti ya NACTVET ambayo niliitaja, www.nactvet.go.tz.